Ndugu zangu wapendwa, maandiko matakatifu tuliyosikia hivyo punde yanajikita katika kuelezea uzuri wa maisha ya wito, huku yakiweka umakini katika mada za uteuzi mtakatifu, malezi ya bahati na kufaa, utumishi wa kujitoa na maandalizi ya kinabii katika wito. Kwa watawa Benediktini wanaosherekea jubilei zao za shaba miaka 25, jubilei za dhahabu miaka 50 katika nyakati za kisasa, maandiko hayo yanaakisi kwa nguvu safari yao hawa na jubilei, maisha ya tafakari, maisha katika jumuiya zao na maisha ya utume ulio hai, uliodumishwa kwa neema za Mungu za ustahimilivu. Katika somo la kwanza ambalo ni sehemu ya wimbo wa pili wa mtumishi wa Bwana, Nabii Isaya anajieleza kuwa ameitwa na Bwana tangu tumboni mwa mama yake na kwa lengo maalum, kuwa nuru na wokovu kwa mataifa, kuwa nuru na wokovu kwa mataifa. Na kwa ajili ya lengo hilo ameandaliwa kipekee. Kwa ajili ya lengo hilo ameandaliwa kipekee. Mosi, kinywa chake kimefanywa kana kwamba ungekuwa upanga mkali. Nasikia katika somo hilo. Lakini pili, katika ujumla wake ametengenezwa kuwa kama mshale uliosuguliwa. Amesuguliwa. Maelezo hayo yanaenda sambamba na malezi kuelekea wakfu wa kimonaki wa watawa Benediktini wanaozitazama nadhiri zao sio tu kama uchaguzi wao binafsi, bali kama mwito mtakatifu na wa milele wa kuupeleka wokovu, kuipeleka nuru kwa ulimwengu wa sasa. Hao wameitwa na kuweka wakfu zamani kabla hata ya kuweka nadhiri zao za daima, na sasa wanasherekea wito huo na utume wao endelevu. Narudia, hao wamewekwa wakfu kabla hata hawajaweka nadhiri za daima. Katika maana hii, Mungu amewateua toka wangalipo tumboni mwa wazazi wao. Kwa hiyo kimsingi wito unatoka pale mmoja anapoumbwa na Mungu amemteua tayari kwa utume maalum. Kama baadaye tunaharibu, alafu ni kwa sababu ya kukataa uteuzi ule wa Mungu mtakatifu ambao ameufanya kabla hata ya wewe kuingia katika maisha ya haya ambayo sasa unayo. Wimbo wa katikati ni wimbo ambao unatoa tafakari ya kina, unatoa heshima na shukrani kwa Mungu ambaye anajua yote na anayetuumba kwa namna ya ajabu na ya kutisha, kama waimbaji walivyotuimbia. Anamjua kila mmoja wetu kwa kina, hakuna usiri kwake. Mbele ya Mungu sisi sote tu uchi, hata kama tukivaa namna gani. Hatujasitirika, tutamficha nini? Mzaburi anasema, anayeiumba mitima yetu na kutuunga matumboni mwa mama zetu, ndio huyo. Kama anatengeneza mitima yetu na kutuunga kwenye matumbo ya mama zetu, kuna siri gani kwake juu yetu? Kwa Mungu hakuna hata mmoja aliyejisitiri. Kwa washangwela wetu hawa, wimbo huo unaeleza shukrani ya dhati kwa Mungu kwa muda wote wa maisha ya kimonaki. Wanatambua kuwa Mungu ndiye aliyewaumba na kuwaita. Mungu amekuwa nao katika kila hatua ya safari yao na anaendelea kuwa pamoja nao katika tafakari ya neno la Mungu na sala katika maisha yao ya wakfu, Lectio Divina.
Mtume Paulo kwa mara nyingine katika somo la pili anaielezea historia ya wokovu na kuhitimisha katika ushuhuda mwaminifu wa Yohane Mbatizaji, mtangulizi wa Kristo aliyemtayarishia njia. Anatupitisha katika historia hiyo huku akiueleza uaminifu na utimilifu wa ahadi ya Mungu ya Mwokozi kwa vizazi na vizazi. Leo watawa wetu hawa na kanisa zima tunasherehekea jinsi miaka yao ya jumuiya, miaka yao ya sala na kazi za kitume, mathalan katika elimu, afya na tume zingine, zilivyoweza kutumika kama watangulizi wa kisasa, wakiwaandaa watu, wakiandaa mioyo ya watu kukutana na Kristo katika nyakati zetu hizi za kisasa. Lakini pia sherehe hizo ni namna ya kujali na kuheshimu mwendelezo wa neema ya Mungu na uaminifu wake kwao, tukitambua udumifu na usamilivu wa watawa hawa katika kupitia nyakati mbalimbali za mabadiliko mchanganyiko ya kitamaduni, ya kijamii na changamoto mbalimbali. Sehemu ya Injili tuliyosikia inaweka umakini juu ya kuzaliwa kimuujiza kwa Yohane Mbatizaji, lakini pia kukua kwake kiroho na furaha ya majirani na jumuiya juu ya kuzaliwa kwake, furaha inayovunja hata ukimya wa Zakaria. Hayo yote yanaakisi au yanarejesha kile au nafasi za furaha za jubilei za fedha na dhahabu, nyakati ambapo jumuiya zinastajabia kwa furaha namna majitoleo ya kima ya mtawa na ushuhuda wake mwaminifu kwa Kristo hadharani kwa maisha ya wakfu ulivyokuwa umeongezeka nguvu rohoni, ukiendelea kuleta huruma ya Mungu, furaha na amani kwa jumuiya au kwa watu ambao wamekuwa wakiwatumikia. Kama vile Yohane Mbatizaji, washangwela wetu wa jubilei ya shaba na ya dhahabu mara nyingi wamepitia vipindi vya majitoleo kimya, hali ile ya ujangwani, ya kufunga, kusali na nyakati za ushuhuda wa hadharani kwa Kristo. Na leo tunafurahi pamoja nao tukiwaimbia moja moja. Huko nje mtaimba ameweza, ameweza, mtaimba, tunasherehekea hivi. Kwa Makengo wataimba liwaya waya sasa amekamilika, liwaya, mtaimba, tutasikia huko. Hayo ni kuashiria furaha ambayo hao ndugu zetu wanatupatia, hao ndugu zetu wanalipatia kanisa wanapomshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya wito na udumifu katika wito. Tuwapige makofi. Ndugu zangu wapendwa, katika jamii ya sasa isiyotengamaa kufuatia kutawaliwa na mabadiliko mchanganyiko na ya haraka, jamii inayoshabikia zaidi malimwengu na kumweka Mungu kando, uwepo wa watawa Benediktini wanaosherehekea miaka 25 au 50 ya maisha wakfu unatoa ushuhuda muhimu na kinzani kwa utamaduni na maelekeo hayo ya ulimwengu wa sasa. Hao wanashuhudia kwamba hakika inawezekana kuishi maisha ya thamani zaidi. Hakika inawezekana kuachana na malimwengu na kuishi maisha ya thamani zaidi yenye kiwango cha juu. Kwa hiyo uthabiti na udumifu wao katika nadhiri zao na kwa namna pekee nyakati zetu hizi unatuonyesha yafuatayo: mosi, uthabiti, udumifu na uaminifu maishani. Jubilei ya shaba na dhahabu inaonyesha udumifu na uaminifu wa ajabu maishani katika agano au katika moja aliyeweka mkataba. Udumifu na uaminifu unaochangia uthabiti, unaochangia utengamano, utulivu na mwongozo wa kiroho katika jumuiya kama zetu za kitawa. Hawa ndugu zetu wakiwa wameiva katika nadhiri ya kimapokeo ya Kibenediktini, wanaita stabilitas, mnajua nyinyi wenyewe wa Benediktini, manake nadhiri ya kudumu
katika jumuiya zao na sio kutangatanga. Nadhiri ya kudumu katika jumuiya zetu na sio kutangatanga, kama ndege yule mnayemwimba Kajuni Kalondunda, leo hapa Mete, kesho pale Mete, pale Mete, bila utaratibu, bila kutuma. Wasangole wetu hawa ni kielelezo cha nadhiri hiyo, ni mwongozo wa nadhiri hizo, ni mnara wa taa unaoongoza wenzao kwenye uthabiti, kwenye udumifu na uaminifu katika maisha. Kwa hiyo watawa mnaowafuata, watawa vijana ambao hamjafunga nadhiri na wengine wamefunga, tambueni hilo. Nadhiri zenu ni nadhiri zinazodai uthabiti, udumifu na uaminifu katika maisha na katika jumuiya zetu mnazotumwa, si moja kujituma mwenyewe. Uwe unatuma na kudumu pale unapotuma. Na kwa hiyo tunakumbusha, tunapofanya sherehe hizi za ndugu zetu, dada zetu, bibi zetu, mama zetu, kwamba wito wa utawa unapimwa kwa uthabiti, unapimwa kwa udumifu, unapimwa kwa uaminifu katika agano, katika nadhiri, na sio vipimo vingine vya kidunia. Hilo la kwanza. Lakini pili, ndugu zanguni, sherehe za ndugu zetu hawa zinatuonyesha sisi ushuhuda kwa furaha na mwito kwa jamii maalum. Nimesema hapo awali, majirani na jamii ilifurahia kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji kwa sababu kupitia yeye wale majirani na jamii iliyokuwa nazunguka waliona huruma ya Mungu. Injili inasema kwa sababu rehema ya Mungu itenda kazi kwa sababu mama Elizabeth na Zakaria wamempata mtoto yule miaka ya baadaye ambayo kibiolojia ilitakiwa wasiweze kumpata mtoto, lakini wanampata. Jamii inafurahi kwa sababu Mungu ameelekeza rehema, ameelekeza huruma kwa familia ya Zakaria na Elizabeth. Katika ulimwengu wa sasa ambao kwa vikubwa hushabikia malimwengu na yamhusio Mungu huwekwa kando, furaha inayosambaa kama miale ya mwanga toka kwa watawa hawa wanaosherehekea miaka 25 na miaka 50 ya maisha wako inaleta matumaini katika ushuhuda kwa upendo wa Mungu na mapambano dhidi ya kushabikia malimwengu. Hao wamepiga vita pambana na malimwengu kwa miaka hiyo 25, miaka 50. Na kwa hiyo watawa hawa kama Yohane Mbatizaji wanatenda kama manabii wa zama hizi za kisasa kwa huduma na utume wao kwa nguvu zote, wakialika jamii kutembea na kwenda ng'ambo ya pili ya utafutaji wa malimwengu na badala yake kuweka umakini katika kutafuta ufalme wa Mungu kwa njia ya Kristo. Hao wanatuonyesha mfano huo. Yohane Mbatizaji katika nafasi ya leo na katika nafsi yao ni kielelezo kwetu cha kuwafundisha wenzetu kwenda ng'ambo ya pili ya malimwengu kutafuta ufalme wa Mungu kwa njia ya Kristo. Tatu na mwisho, ndugu zanguni, hizi ni ngumu kidogo. Sherehe za hawa ndugu zetu ni fundisho kwetu la unyenyekevu, fundisho kwetu la utambuzi wa mamlaka. Sifa kuu ya Yohane Mbatizaji ni unyenyekevu. Sifa kuu ya Yohane Mbatizaji ni unyenyekevu. Mtakatifu Yohane Mbatizaji alisema kwa furaha na kwa kujiamini kabisa juu ya Yesu, yeye hana budi kuzidi bali mimi kupungua. Yohane 3:30.
yeye hana budi kuzidi, bali mimi kupungua. Katika ulimwengu wa sasa ambapo watu wanakuza utamaduni wa binafsi, wanakuza utamaduni wa kujitutumua, jubilei hii au jubilei zetu ni fursa ya kusherekea neema ya unyenyekevu. Ni fursa ya kusherekea neema ya unyenyekevu. Na kwa namna pekee sisi tunafanya sherehe hii siku ya leo, tunaposherekea kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji, ambaye sifa yake kuu ilikuwa ni unyenyekevu. Hakutafuta sifa wala utukufu, bali alimwelekeza kila mtu kwa Kristo. Watu walipotaka kumwita yeye ni Masia, alikataa. Mimi siye. Alikataa wazi, mimi siye Kristo, yeye anakuja. Yako maelekeo kama alivyosema zama zetu kujitutumua, watu kuto kujali mipaka ya kiutendaji. Mama mkubwa yuko ofisini, anapokea watawa wenye changamoto mbalimbali wanaomwendea. Basi wako wengine wanaona wanaenda ofisini kwa mama, wana intercept, nyinyi mbona mnaenda kwa mama tu, hata sisi wengine hamtuoni? Hatuoni sio? Ukituona sisi mumeona mama vile vile. Huku ni kujitutumua, huku ni kujitutumua. Baba Askofu yuko ofisini, watu wanaenda, padre asema, kwa nini unaendelea kwa askofu? Hata sisi wengine mtuonaje? Tumo matatizo yetu tunaweza kuyamaliza. Huku ni kukosa unyenyekevu na kukosa utambuzi wa mipaka yako kiutendaji. Yatupasa kujiengua, yatupasa kujishusha na kukaa kando, kuwapisha wenye mamlaka husika kutenda wajibu zao kwa kadri ya mipaka ya mamlaka zao. Unyenyekevu. Watawa wanayatoa maisha yao kwa ajili ya kuhakikisha kuwa Kristo na sio nafsi zao na maslahi binafsi anakuwa kipaumbele nambari moja. Aidha, utume na wajibu wa msingi wa kila mtawa ni ule wa kuwa sauti ya kinabii kama alivyofanya Yohane Mbatizaji kule nyikani. Na hiyo ina maana ya kutetea haki na kutanguzana na wale waliotelekezwa kwa furaha na pasipo kigugumizi, na kuzishuhudia tunu za Injili katika ulimwengu mgumu na ulioharibiwa kwa njia ya huduma zao mbalimbali, ikiwamo huduma za elimu, huduma za afya, katekesi, malezi ya makundi mbalimbali ya familia ya Mungu na tume zingine, na sio kutafuta kukabiliana au kupambana na mamlaka. Kuna padre fulani namfahamu na rafiki yangu kwa namna fulani. Huyo padre katika miaka yake karibu yote 25 ya utume alikuwa akipambana na baba askofu. Hakuna kipindi asipokosana baba askofu, na akawa anafanya sherehe jubilei ya upadre miaka 25. Nilimuuliza, wewe unafanya jubilei ya miaka 25 na kupambana na askofu au ya upadre? Unafanya jubilei miaka yote 25, pambana na mamlaka. Sasa wenzetu wanapofanya jubilei, manake wamepita hayo kwa unyenyekevu, lakini pia wakitambua nafasi za mamlaka
lakini pia wakitambua wajibu wao wa msingi kuwa sauti za kinabii kama Yohane Mbatizaji alivyofanya kule nyikani. Na huko ndiko kuelekeza na kuongoza watu kwa mwana kondoo wa Mungu. Kwa hiyo jubilei zao hao ndugu zetu ni sherehe sio za mafanikio yao binafsi, bali Kristo anayetenda kazi kupitia wao. Wao nao wanapofanya jubilei lazima wanyenyekee, wakubali kuwa kama kuna mafanikio waliopata au watu wanaiona, si kwa sababu ya nguvu zao, si kwa sababu ya ujanja wao, si kwa sababu ya akili zao, isipokuwa kwa sababu ya Kristo anayetenda kazi kupitia wao. Ninawasihi wanajubilei, kwa kuwa jubilei ni kutazama, kujitafiti ulikotoka mpaka ulipofika, kumbukumbu za maisha yako. Na ukishazipitia kumbukumbu za maisha yako katika wito, kujipembua, mazuri yako ni yapi, mazuri kuyasherekea, mapungufu yako ni yapi, mapungufu kuyawekea mkakati wa kumwongokea Kristo upya na kwa nguvu zaidi, na kwa namna pekee katika umri huu au umri nyingine inayokuja. Na hayo ndiyo ninawatakia dada zangu, mama zangu, bibi zangu wanajubilei leo hii, lakini pia ninawatakia wale ambao wanakuja na wakuja. Ninawatakia ni sherehe njema na tumsifu Yesu Kristo.